Umesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na Mahubiri TV, nikukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri ambacho kinakujia siku ya leo na muda kama huu, kipindi cha Na Tuombe. Kwenye kipindi cha siku hii ya leo, kama ilivyo kawaida, tutakuwa na wakati mzuri sana wa maombi kule mwishoni kabisa mwa kipindi. Kwa hiyo utaiona namba ya simu ikiwa inapita hapo kwenye skrini yako, na itumie namba hiyo kutuma ujumbe mfupi wa kile ambacho natamani kuombewa, na tutashirikiana pamoja katika maombi hayo. Lakini pia ukumbuke ya kwamba kwa wale ambao tayari Mungu amewatendea mambo makubwa, unaweza ukatuma ushuhuda wako kwa njia ya namba hiyo hiyo kwa njia ya WhatsApp. Ikiwezekana unaweza ukatumia ujumbe wa sauti, yaani kwenye WhatsApp yako pale tuma ujumbe wa ushuhuda wako mfupi wa kile ambacho Mungu amekutendea. Iwe ndani ya dakika moja au ikizidi sana dakika 2. Alafu tutaweza kusikia hiyo sauti kwenye kipindi kinachofuata, ili watu waweze kusikia ule ushuhuda wako wa kile ambacho Mungu amekutendea. Unajua, watu wengi hawajui ya kwamba katika vitu ambavyo vinatupatia ushindi ni mojawapo ni ushuhuda. Biblia inasema ya kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Yaani tunapata ushindi kupitia damu ya Yesu Kristo, ile kafara yake. Lakini pia kila unapoendelea kushuhudia kile ambacho Mungu amekutendea, unamfanya adui aishiwe nguvu kabisa na kummaliza kabisa. Ushuhuda una nguvu. Watu wengi hawajui hili. Wewe kwa vile umejua kile ambacho Mungu amekutendea kwenye vipindi vilivyopita, tuma ujumbe wako wa sauti au hata wa maandishi, tutasoma ili uweze kummaliza adui kabisa. Kabla ya kuanza somo la siku hii ya leo, basi tuweze kuomba. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakushukuru sana kwa neema na upendo wako. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye umempa neema ya kulisikia neno lako. Tunapoanza kipindi cha leo, naomba uweze kuwa nasi ukatubariki. Lakini pia Mungu, ninakusihi sana wakati somo linapoendelea, yule ambaye anasikiliza akiwa na maumivu, akiwa na changamoto, akiwa amefungwa na nguvu za giza, wakati somo linaendelea, nguvu yako ikamguse na kumfungua kabisa. Yaani leo watu wakapokee uponyaji, wakapokee kufunguliwa katikati ya somo, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Leo tuna somo la pekee ambalo ninaamini ya kwamba litabadilisha kabisa mtazamo wako na maisha yako. Somo ambalo ukilifuatilia kwa umakini utaona mambo ya ajabu. Na leo kama nilivyosema katika ombi, kuna watu ambao watapokea miujiza yao wakati somo linaendelea. Kuna pepo wachafu ambao watakimbia wakati somo linaendelea. Kuna watu ambao wanakwenda kufunguliwa magonjwa yao wakati somo linaendelea. Kuna mtu ambaye msongo wake wa mawazo utaondoka wakati somo linaendelea. Usitoke leo, usiwe mbali ya runinga yako, usiwe mbali ya simu yako ambayo inafuatilia kipindi hiki. Usiwe mbali, maana kuna mambo makubwa ambayo Mungu anakwenda kutenda siku hii ya leo. Somo la leo lina kichwa kinachosema Zaburi ya kinga dhidi ya majanga. Zaburi ya kinga dhidi ya majanga. Kitabu cha Zaburi ni kitabu ambacho kimetumika kwa watu wengi sana katika maisha yao, lakini ni wale ambao wanajua siri iliyoko ndani ya Zaburi. Huko wakati fulani kanisa la Waadventista wa Sabato kupitia kitabu chake ambacho wanakiita Mwongozo wa kujifunza Biblia, ambacho kinatolewa kila baada ya miezi mitatu. Kuna wakati ambapo kwa muda wa miezi mitatu, robo mwaka, walitoa kitabu cha Zaburi peke yake na nguvu iliyoko ndani ya Zaburi. Kwa wale ambao mmebahatika kukipata kitabu hiki, unaweza ukarudi ukakitafuta kile kitabu huko nyuma kabisa, ukakirudia na kukisoma upya kile kitabu. Utaona kile ambacho wamekielezea vizuri sana wanazuoni wa kanisa hili na nguvu iliyoko ndani ya Zaburi. Unajua, ukitaka Biblia iweze kufanya kazi katika maisha yako, ahadi ya Mungu unayoisoma uweze kuifanya kuwa yako. Kwenye kipindi kilichopita tuliangalia namna ya kushikilia ahadi za Mungu.
wale ambao mlibahatika kufuatilia kipindi kile. Kama ukufuatilia, basi kirudie tena ukaangalia aina za ahadi, namna ya kuzishikilia. Lakini Zaburi ni kati ya kitabu ambacho kina vitu vya ajabu ndani yake. Mungu atusaidie tuweze kuelewa. Kabla ya kuanza somo hili, natamani nikujengee msingi wa awali, ili utakapoenda kuangalia leo Zaburi ambayo inakusaidia dhidi ya majanga, ni kinga dhidi ya majanga, uelewe kile ambacho kinafanyika unaposoma neno la Mungu. Biblia mahala fulani inasema kwamba kwa maneno yako utahukumiwa, kwa maneno yako utahesabiwa haki. Lakini Yesu anasema kwamba kila mtu atatoa hesabu ya maneno yake. Maneno yana nguvu. Kama ingekuwa naongea na watu ambao wanatengeneza program za kompyuta au kompyuta, ningesema maneno ni code. Kwa hiyo kuna kodi zinatokana na maneno na zinafanya kazi. Ni formula, ni kanuni. Kama vile unavyoweza kuchanganya hydrogen na oxygen ukapata maji. Kwa hiyo unavyojua hizi ratio unatoa kitu fulani. Vivyo hivyo wanaojua ratio za maneno, wanaojua kanuni, formula za maneno, wanaojua kodi za maneno, wanatumia vizuri na kuona matokeo yake. Biblia imejaa hizi kodi vizuri za maneno, hizi formula za maneno. Ni wale tu ambao wamejaliwa kuzijua ndio ambao wanaona faida yake. Na kwa kuto kujua hizi kanuni au hizi kodi za maneno, kuna watu wamezitumia vibaya na zikaleta madhara kwao. Yaani haina maana ya kwamba kwa sababu eti hujui ukitumia vibaya haileti madhara. Hapana. Ni sawa na kichaa akishika umeme atapigwa shoti tu. Yaani haijalishi ni kichaa au ni mtu ambaye ana akili timamu. Ni yule ambaye anajua nikishika umeme hivi unaniletea madhara, nikishika hivi utanisaidia kuwasha taa, nikutumia hivi utanisaidia kupika chakula, nikitumia hivi unasaidia kufanya kitu fulani chenye faida. Vivyo hivyo na maneno yako, vivyo hivyo. Wanaofuatilia wanajua nimeongelea habari ya nadhiri. Biblia inaweka wazi ya kwamba unapotoa nadhiri, hata kama ulitoa kwa mhemko, kanuni za kimungu hazijui kwamba ni mhemko au ulitoa ukiwa unamaanisha. Biblia inasema Mungu hawi radhi na nadhiri ya wapumbavu. Kwa ulipotamka ile nadhiri yako, ile code, ile formula ilienda kufanya kazi. Inakutaka uilipe ile nadhiri ili na wewe ulipwe matokeo ya nadhiri yako. Ndivyo kanuni zilivyo. Huwezi kuzikwepa hizi. Sasa Zaburi ya 91 ni kati ya zaburi ambazo zinatumika sana kwa wale ambao wanajua. Hii zaburi imeleta matokeo makubwa katika maisha ya watu kwa wale ambao wanajua. Nazingatia hilo neno, kwa wale ambao wanajua. Sio wote ambao wanajua. Kwa hiyo usije ukachanganya hapo. Zaburi ya 91 ambayo nitakuja kuisoma hapo mbele ni moja ya zaburi za faraja na tumaini kubwa katika Biblia, ikiwahakikishia waumini ulinzi na uwepo wa Mungu katika nyakati za hatari. Endapo unaelewa jinsi ambavyo inafanya kazi. Narudia tena hii sentensi, kama unajua jinsi ambavyo inafanya kazi. Ni jambo la muhimu sana. Mungu anaonyesha kitu kizuri sana katika zaburi hii, hasa kwa wale. Inasadikiwa kuwa zaburi hii iliandikwa wakati wa changamoto ambazo mwandishi alikuwa anazipitia, na wengi wanaihusianisha na Musa, ya kwamba Musa ndiye ambaye aliandika zaburi hii. Kwa hiyo kuna dhana mbili. Dhana ya kwanza, Musa ndiye mwandishi. Dhana ya pili, Daudi ndiye mwandishi. Lakini dhana ya kwamba Musa ndiye mwandishi ni kwa sababu zaburi ya 90 ni zaburi ya Musa. Kwa hiyo inaonekana kwamba inaunganishwa zaburi ya 90 na zaburi ya 91, ambapo Waisraeli walikuwa wako jangwani, kulikuwa kuna changamoto, kuna vitisho mbalimbali ambavyo wanavipitia, ndipo Musa akaiandika zaburi hii. Lakini wengine pia wanasema kwamba hii zaburi inahusiana zaidi sana na Daudi, wakati ambapo Daudi amepitia changamoto kubwa, akiwa yuko porini anapitia changamoto. Lakini wanazuoni wengine wanasema asili yake ni Musa, ila Daudi alikuja kuitumia akijua nguvu iliyoko ndani ya zaburi hii. Kwa ndivyo ambavyo wengi wanaweka haya mambo. Lakini yote katika yote, zaburi hii inatukumbusha ulinzi wa Mungu, uwepo wa Mungu wakati wote, wakati wa changamoto. Mimi sijui ya kwamba wewe unapitia changamoto gani masaa haya unaponitazama. Mimi sijui ya kwamba ni kitu gani kimekuwa kizito katika maisha yako. Kwa kadri tunavyoelekea mwisho wa wakati, maisha yataendelea kuwa magumu na yenye changamoto. Ni wale tu wanaojua Mungu wa kweli na nguvu zake ndio ambao watakuwa na tumaini. Usidanganywe na ahadi za kisiasa. Usidanganywe na ahadi za kizazi kipya. Usidanganywe. Ukweli ni kwamba kwa kadri tunavyokaribia mwisho wa wakati, uchumi utaendelea kuwa mgumu, magonjwa yataongezeka, sio kwamba yatapungua, changamoto za ndoa zitaongezeka. Biblia iko wazi, nasema watakuwa wakioa na kuolewa. Maana yake ni kwamba maisha yataendelea kama kawaida, lakini taasisi ya ndoa itakuwa ni kama kitu ambacho mtu anaolewa leo, anaoa leo na inavunjika leo. Yaani ni kama vile kutakuwa na mvurugiko mkubwa
kabisa katika masuala ya kimahusiano. Maana yangu ni nini? Nataka nikuonyeshe kwamba usidanganywe na kudhani ya kwamba maisha yanakwenda kuwa bora zaidi hapo mbele. Hapana, ni Mungu peke yake ndiye ambaye anahitajika kuyatawala maisha yako, na yeye akiwa upande wako usiwe na woga wa aina yoyote. Wanaposema kwamba kuna amani na salama, ndipo uharibifu unapowajia ghafla. Wanapodhani ya kwamba sayansi imekuwa na mwendelezo, imekuwa so advanced, inaendelea mbele, ndipo hiyo sayansi yenyewe inawaharibu binadamu wao wenyewe. Simu yako tu ulioishikilia mkononi sasa hivi ukinitazama, ni simu ambayo unatakiwa uiweke mbali na mwili wako. Lakini kumbuka, tunashikilia mkononi siku zote, tunatembea nayo, tunaweka mifukoni, wengine wanaweka huku. Mionzi ile mawimbi inaendelea kukuathiri. Kwa hiyo sayansi ambayo tunasema imerahisisha maisha, lakini pia ina madhara yake. Ni Mungu tu ndiye ambaye anahitajiwa. Wanasayansi wamethibitisha kabisa ya kwamba rangi zilizowekwa katika katuni za watoto ambazo tunazitumia kwa watoto wetu kuangalia, kile kitendo cha rangi kubadilika na kile kitendo cha sekunde kadhaa kubadilisha ile video, wataalamu wamechunguza kwamba inaathiri tabia ya mtoto na kumfanya kuwa aggressive hapo baadaye. Kwa unaanza kushangaa, mtoto wangu mbona amekuwa mtundu, mtoto analia ovyo, mkimwambia kitu hiki hataki. Kumbe ni zile katuni ambazo walikuwa anaangalia zime alter brain, zimecheza na ubongo wake. Unadhani ni maendeleo, lakini kumbe ni madhara. Mchungaji, nataka kusema nini hapa? Nataka ujue Zaburi ambayo itakusaidia wakati wa changamoto za malezi, changamoto za ndoa, changamoto za magonjwa, changamoto za kushambuliwa na mfanyakazi ambaye naye ameathirika ubongo wake, lakini mnafanya naye kazi ofisini, na matendo yake ambayo yanakuudhi, yanakuumiza, bosi ambaye tayari ana athari, dereva barabarani ambaye anaendesha gari lakini tayari ameathirika, matusi yako mdomoni, nje tu. Utapambanaje wakati kama huu? Hebu angalia Zaburi ya 91. Nitatumia Kiswahili cha kisasa, fungu lile la kwanza na kuendelea, tutaenda kudadavua sehemu moja moja na namna ya kuitumia kwenye maisha yako. Tuanze lile fungu lile la kwanza mpaka la pili. Anayekaa chini ya ulinzi wa Mungu mkuu, anayeishi chini ya kivuli cha Mungu mwenye nguvu, ataweza kumwambia Mwenyezi Mungu, wewe ni kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu ninayemtumainia. Angalia fungu la 3 mpaka na la 4. Hakika Mungu atakuokoa katika mtego, atakukinga na maradhi mabaya, atakufunika kwa mabawa yake, utapata usalama mkononi, mkono wake utakulinda na kukukinga. Angalia fungu la 5 hadi la 6. Huna haja ya kuogopa vitisho vya usiku, wala shambulio la ghafla mchana. Huna haja ya kuogopa bali zukalo usiku, wala maafa yanayotokea mchana. Angalia ile fungu la 7 mpaka lile fungu la 8. Utaona kile ambacho anasema pale. Anasema hivi: hata watu 1000 wakianguka karibu nawe, na 10,000 kuliani mwako, lakini wewe halitakukaribia. Kwa macho yako mwenyewe utaangalia na kuona jinsi watu waovu wanavyoadhibiwa. Wewe umemfanya Mwenyezi Mungu kuwa kimbilio lako, na Mungu aliye juu kuwa kinga yako. Kwa hiyo hutapatwa na maafa yoyote, nyumba yako haitakaribiwa na baa lolote. Mungu atusaidie sana. Hiki ndicho ambacho ukikielewa katika maisha yako, utatembea ukiwa na ushindi wa ajabu sana. Ushindi wa ajabu sana. Ushindi wa ajabu sana. Angalia jinsi tunavyoendelea sasa. Lile fungu la 11. Maana Mungu atawaamuru malaika zake wakulinde popote uendapo, watakuchukua mkononi mwao, usije ukajikwaa kwenye jiwe. Utakanyaga simba na nyoka, utawaponda wana simba na majoka. Mungu asema, nitamwokoa yule anipendaye, nitamlinda anayenitambua. Fungu la 15 hadi 16. Akiniita mimi nitamuitikia, akiwa taabuni nitakuwa naye, nitamuokoa na kumpa heshima, nitamridhisha kwa maisha marefu, nitamjalia wokovu wangu. Angalia, hicho ndicho ambacho Mungu anakisema hapo. Hii Zaburi unapoitazama unaweza ukafikiri kama imewekwa hapo ili tuweze kuisoma na kujipa moyo, lakini ina maneno mazito na yenye nguvu ndani yake. Hicho ndicho ambacho natamani leo tuanze kukitazama sasa, maneno yenye nguvu ndani yake, na tutaangalia
kwa uasilia wake, neno, baadhi ya maneno, sitaangalia yote, lakini yale ambayo ukiyaamini na kuyafanya kuwa ya kwako, utaona matokeo makubwa sana katika maisha yako. Tuangalie katika ile fungu la kwanza, sehemu ile ya kwanza, anayekaa chini ya ulinzi wa Mungu mkuu. Hiyo ndio sentensi ya kwanza ambayo natakiwa uweze kuizingatia. Katika changamoto yoyote lazima uelewe kuna sehemu ya kukaa. Unakaa wapi? Pale ulipo ndiyo sehemu ambayo natakiwa uiangalie sana. Anayekaa chini ya ulinzi wa Mungu mkuu. Neno la Kiebrania yashab ambalo limetumika pale linamaanisha kukaa kwa makusudi, kuishi kwa Mungu. Angalia vitu viwili hapo, ni kukaa kwa makusudi, kuishi kwa Mungu. Kwa nini tunakitazama kitu hiki? Ni kukaa katika uwepo wa Mungu, ni kama kuishi ndani ya utulivu wa amani ya Mungu. Kwa ni kitu cha kukusudia. Yashab inamaanisha unakusudia, una lengo, umedhamiria. Sio swala la kujishtukia tu kwamba wewe uko chini ya ulinzi wa Mungu. Hapana, unadhamiria kwamba unakaa chini ya ulinzi gani. Hebu angalia kwa mfano vita ambayo imeendelea kati ya Israeli na Palestina na Mahezbollah ambao wako pale. Angalia hii vita jinsi ambavyo imeendelea sasa hivi. Israeli ni nchi ndogo sana Mashariki ya Kati. Katika nchi ndogo sana Mashariki ya Kati, Israeli ni mojawapo. Israeli pia ni ndogo sana hata ukilinganisha na nchi za kwetu za Kiafrika, Tanzania na nyinginezo. Ni ndogo sana. Sasa angalia jinsi ilivyo. Ndio nchi pekee ambayo ina ulinzi mkubwa wa anga, wa kudhibiti mashambulio ya anga kuliko hata Marekani yenyewe. Marekani ina eneo dogo sana ambalo linalindwa katika masuala ya ule ulinzi wa anga. Irani pia nayo ina ulinzi mkubwa wa anga. Sasa wakati mabomu yanarushwa kutoka nje, mabomu ya aina yoyote yanapoletwa kushambulia Israeli, yanapopelekwa kushambulia Marekani, maeneo yote ambayo yamewekewa ule ulinzi wa anga ni maeneo ambayo yako salama. Sikiliza vizuri hapa. Kwa hiyo yeyote ambaye atakuwa nje ya territory, eneo la Israeli ambalo halina ulinzi dhidi ya yale mashambulio ya anga, huyo mtu hayuko salama. Ijapokuwa tumeshuhudia zile droni za Hezbollah ambazo zilikuwa zimeingia mpaka zikashambulia karibu kabisa na makazi ya waziri mkuu. Ni teknolojia ambayo pia imeleta maswali mengi katika suala la usalama wa Israeli na wengineo. Na wataalamu wa usalama wa anga wanakuambia kabisa kuna sababu ambayo inasababisha zile droni ziweze kupenya au zisionekane katika zile rada zao. Na maanisha nini hapa? Eneo ulipo linakuambia uko salama au hauko salama. Kwa wale ambao wako katika maeneo ambayo yana ulinzi dhidi ya mashambulio ya anga, wako salama. Nataka kusema nini hapa? Anayekaa chini ya ulinzi wa Mungu mkuu. Nikakwambia neno la Kiebrania pale yashab ni aliyekusudia kukaa chini ya ulinzi wa Mungu mkuu. Utaamua we mwenyewe. Unaamua kuwa chini ya ulinzi gani? Nyumba yako umeizindika kwa kutumia mazindiko ya waganga na wachawi ukiamini ya kwamba yana ulinzi, ni juu yako we mwenyewe. Ni swala la kuamua we mwenyewe. Usitarajie kuona matokeo ya maombi ya Mungu mkuu wakati ulinzi ulioweka kwako ni hirizi na miti ukaiamini. Usije ukatarajia kuona matokeo ya ulinzi katika biashara yako wakati ulinzi ulioweka kwako wewe umeweka hirizi katika biashara yako. Mungu hachanganywi na miungu wengine. Mungu hashirikishwi. Ukiamua kumtumia Mungu, yani Mungu akulinde samani, ukiamua Mungu akulinde katika biashara yako, akulinde katika familia yako, alinde watoto wako, acha Mungu mkuu, yeye ndiye awe mlinzi wako. Narudia sentensi hii, anayekaa chini ya ulinzi wa Mungu mkuu. Yashab, aliyedhamiria, aliyeamua. Sio swala la kulazimishwa, ni swala la kimaamuzi. Ndio maana wanandoa wengi vijana kabla ya kuingia kwenye ndoa tunasema usifungiwe nira na asiamini. Kwa sababu gani? Mnapokuja kwenye ndoa, mmoja anaamini juu ya Mungu mkuu, mmoja anaamini dhidi ya miungu. Utakuta familia mmoja anasoma Biblia, mwingine analeta waganga. Kunakuwa na mgongano mkubwa sana. Kunakuwa na collision kubwa sana. Sasa ni yupi ambaye ndiye mlinzi? Tunategemea uvuli wa nani sasa ndio utawale katika hii familia yetu? Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inatakiwa uweze kuitatua haraka sana.
Ndiyo maana tunasema ni vizuri kuwa katika hali ya wanandoa wote ambao wanaamini juu ya ulinzi wa Mungu mkuu. Kukaa katika uwepo wa Mungu ni kama kuishi ndani ya utulivu wa amani ya Mungu. Mungu anatuweka katika kivuli chake, si kama wageni wa muda, bali kama watoto wake wapendwao, mahali pa kudumu, ni permanent residence. Ukikaa chini ya uvuli wa Mungu kwa makusudi. Rafiki yangu unayenisikiliza na kunitazama leo, tenga muda kila siku, tenga muda mfupi angalau katika huo ubize wako ulionao wa kukaa miguuni pa Mungu. Sina maana ya kwamba utakaa kwa muda mfupi, lakini kitendo cha kudhamiria kuianza siku yako kwa maombi, kuanza biashara yako kwa maombi, kuanza kazi zako pale ofisini kwa maombi, ni kujiweka katika uvuli wa Mungu mkuu, Mungu mwenyezi, ni kuita ulinzi. Wana wa giza wanajua hili sana, wanaelewa anapoingia ofisini kwake akikaa atamke kitu gani ili miungu yake imlinde, ambao kweli sio miungu, baadaye inachoma moto. Lakini watoto wa Mungu wanaomjua Mungu wa kweli mkuu, muumbaji wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, hawafanyi hivi. Unanitazama, uliyepata neema ya kusikiliza somo hili, pale ofisini kwako unapoingia kwenye kile kitu ukikaa, tumia dakika kadhaa kumwambia Mungu awe pamoja nawe. Tumia dakika kadhaa kukiri kwamba Mungu ndiye aliyekupa kile kiti. Tumia dakika kadhaa kuongea na Mungu anayekaa chini ya ulinzi wa Mungu mkuu. Ni kitendo cha kimaamuzi, ni kitendo cha kudhamiria, ni kitendo cha kusema nitakaa chini ya uvuli wa Mungu anayeishi chini ya kivuli cha Mungu mkuu. Fungu la pili kuna maneno, Mungu wangu ninayemtumainia. Nimekuambia haya mafungu sitadadavua yote, sentensi nzima. Kuna maneno muhimu ambayo nataka uweze kuyabeba siku hii ya leo, kwamba wenzetu wa Ibrania wanaposikia haya mafungu, wanaposoma haya maneno, kuna vitu gani wanaviona? Mungu wangu ninayemtumainia. Neno ambalo limetafsiriwa kumtumainia Mungu ni neno la Kiebrania batach. Neno hili lina maana gani? Lina maana ya kutumainia au kuachilia tumaini lako au usalama wako kwa. Hili neno linamaanisha kumtumaini Mungu, ni kuchagua kuamini uzuri na uaminifu wa Mungu hata wakati hatuelewi njia zake. Ni kutumaini si jambo la kawaida, bali ni tamko la kiimani kwamba Mungu yuko madarakani. Hey, mchungaji, unamaanisha nini hapa? Ninamaanisha kwamba kuna wakati Mungu unamuita au unamtumainia, lakini ukitazama kile ambacho umemtumainia Mungu, ni kana kwamba Mungu haingilii kati. Ni kana kwamba, mbona nilifundishwa nimtumainie Mungu, nikaambiwa atatenda, lakini mbona bado sioni akitenda? Ni kana kwamba unakaribia kukata tamaa, na kuna ushawishi mkubwa wa marafiki wanakuambia nenda kwa waganga, mbona umeomba sana na bado huponi. Batach maana yake ni kumwachilia Mungu hatima yako hata kama hujui atatenda nini. Mchungaji, bado sijakuelewa hapo. Angalia Shadraka, Meshaki na Abednego, wamemtumainia Mungu. Huenda wangeliomba kabisa ya kwamba Mungu aingilie kati siku ile tukio la kwenda katika uwanja wa Dura ili sanamu isimamishwe lisifanyike, au mfalme ahirishe tarehe, lakini hakuahirisha. Ndio utendaji wa Mungu jinsi ulivyo. Unaomba Mungu, kaambia Mungu lile tukio la Mungu mwingine kusimamishwa abudiwe liahirishe, unakuta haliahirishwi. Msimamo uko pale pale, na bado waliitwa wale viongozi wote kwenda kufanya ibada. Mungu hakuahirisha. Shadraka, Meshaki na Abednego wakawepo. Sanamu haikuungua moto, upepo haukuja kupiga ianguke kama ilivyofanya wakati fulani Mungu wa Israeli, lile sanduku lilivyochukuliwa likapelekwa kwa Mungu Dagon. Siku hiyo haitokei. Usimkariri Mungu utendaji wake. Kuna saa ataacha wanaokuchongea wakuchongee vizuri. Kuna wakati ataacha kikao cha wewe kufutwa kazi kitakaa na utaandikiwa barua. Kuna wakati ataacha. Usikariri wakati alipoingilia huko nyuma akavuruga vikao vyao ukadhani atafanya hivyo siku zote. Batach maana yake ni kumwachia Mungu tumaini, ukiamini kwenye mikono yake uko salama
hata kama huelewi atatenda nini, au hata kama unaona kana kwamba hatendi. Kuna saa anawacha wachawi waingie mpaka ofisini kwako. Kuna saa atawapiga hata kabla hawajaja. Kuna saa atawaacha waingie chumbani kwako na wakuchanje chale. Kuna saa atawazuia wasikanyage hata katika eneo la kwako pale nyumbani. Kwa hiyo usije ukakariri kote ukasema kwamba lazima itakuwa ni hivi, lazima itakuwa hivi. Ni kumtumaini yeye. Mungu wangu ninayemtumaini, ni kutegemea uzuri wake. Hili ni tamko la kiimani, sio tamko la kuona akiingilia. Ni tamko la kumwona akitenda hata kabla hujaona katika macho ya damu na nyama. Kutumaini ni maamuzi tunayoamua tena na tena, sio ya wakati mmoja. Wakati mashaka yanaibuka, simama, omba, Bwana ninakutumaini. Acha kauli hii iwe nguzo yako. Fanya shukrani kwa mazoea, kwa kumshukuru Mungu kwa kazi zake hata kama huoni akitenda. Mshukuru Mungu hata kama hujaona kile ambacho amekutendea. Endelea kumshukuru tu, endelea kumshukuru tu, endelea kumshukuru. Kila tendo la kumtumaini linamkaribisha Mungu na kuondoa uzito wa mawazo. Ule uwepo wa Mungu unaendelea kuwepo kwenye akili yako kwa kila neno la matumaini. Mchungaji, nipo kitandani, sijui nitafanya nini, nimemwomba Mungu sana lakini bado naona. Mchungaji, nimeomba kwa ajili ya watoto wangu wapone lakini bado naona magonjwa yanaongezeka. Badala ya kutamka magonjwa yanaongezeka, endelea kumshukuru Mungu kwa uhai aliyowapa watoto wako au mtoto wako ambaye ni mgonjwa. Acha kufocus katika ugonjwa, focus katika uhai uliopo. Anza kubadilisha mtazamo, anza kubadilisha mtazamo. Tumaini kwa Mungu ni kumwambia, ninajua unakwenda kutenda hata kama sielewi utatendaje. Ukiangalia fungu la 4 anasema atakufunika kwa mbawa zake. Atakufunika kwa mbawa zake. Mbawa za Mungu ni ishara ya ulinzi wa upendo, kama ndege anavyofunika vifaranga vyake. Mvua ikinyesha, mama kuku anakumbatia watoto wake katika mbawa zake. Ndivyo Mungu anavyofanya. Wakati mwingine hatujui ni mishale mingapi ambayo Mungu ametuepushia. Vifaranga wakiwa wamekumbatiwa na mama yao wakati mvua inanyesha, kuna majimaji yanapita chini ya miguu ya vifaranga, lakini vifaranga hawatoki katika mbawa za mama. Kuna wakati utakapoona Mungu kana kwamba hakusaidii kwa sababu bado kuna vitu umeona biashara yako umeingia hasara. Kumbe unapoona hasara ya milioni 15 katika biashara yako, Mungu ameshazuia watu ambao ilikuwa waje kukuua. Shilingi milioni 15 na uhai wako, kipi cha thamani? Kwa nini ufocus kwenye hasara badala ya kumwona Mungu ambaye alizuia mengi usiyoyaona? Kwa nini ulalamike juu ya matone ya maji, we kifaranga, katika miguu yako, wakati huoni mabawa ya mama yakiwa yamezuia mvua kubwa isikupate? Chini ya uvuli wake atakufunika kwa mbawa zake. Yako mengi ambayo tumemlalamikia Mungu. Laiti macho yetu yangelifunguliwa tukaona ya kwamba katika madogo ambayo tumelalamika, yako mamilioni ya mambo tuliozuiliwa. Ametuzuilia yeye. Hata malaika wanatushangaa tunapolalamika juu ya dirisha lililovunjwa, wakati Mungu alizuia chuma kisiingie kichwani mwako. Tunapolalamika juu ya simu iliyopotea, wakati Mungu alizuia kisu kisiingie tumboni mwako. Tunapolalamika juu ya mikono iliyokatwa na jambazi, wakati Mungu alizuia kisu kisiingie kwenye moyo wako. Leo ni siku ya kusikia zaburi hii, lakini pia ni siku ya toba kwako, ukimwambia Mungu, nisamee pale ambapo nilitamka nikapitiliza. Chini ya mbawa za Mungu hatuko tu salama, bali tumezungukwa na upendo wake. Mbawa za Mungu sio kizuizi tu, bali pia ni mahali pa faraja na ukaribu ambapo anatushika kupitia hofu za maisha. Hofu za maisha wakati mwingine zinapotuchapa, ule mkono wa Mungu unakuja na kutusaidia. Lakini sikiliza vizuri, kuna wakati Mungu anatumia hiyo hofu ya maisha kukufanya urudi karibu na yeye zaidi. Kuna kitu kitakupiga, utakumbuka kusali.
Kuna kitu kitakuchapa, utaanza kufunga na kuomba. Kumbe Mungu alitumia tukio hilo kukuleta karibu na mbawa zake. Maana angelikuacha kule ulikokuwa unaenda, umbali ambao ulikuwa unaenda ingekuwa ni mbali zaidi. Ulijisahau ulipokuwa unapata faida katika biashara yako, ulijisahau ulipokuwa na afya njema kila wakati, ulijisahau ndoa yako ilipokuwa ina amani siku zote, ukajisahau. Kuna matukio yanaachiliwa ili urudi katika mbawa. Kifaranga anapoendelea kula chakula na hajui kule mbali kumbe kuna hatari, kumbe kuna tawi linataka kuanguka. Kabla tawi halijaanguka, kipande cha mti kinaanguka mbele ya kifaranga, naye anakimbia, anajificha kwa mama. Kukimbia kwake ndipo tawi zima linaanguka. Yapo mambo ambayo Mungu aliyaruhusu yatokee, ukasimamishwa kazi kwa muda, kumbe kuna tukio kubwa na kuepushia lisikukute. Lile fungu la 5 anasema, huna haja ya kuogopa vitisho vya usiku. Huna haja. Usiku unaweza kuwakilisha hofu zisizoonekana tunazokabiliana nazo, wasiwasi unaojitokeza wakati kila kitu kingine ni kimya. Usiku unatisha. Huoni mbele, huoni nyuma. Wakati mwingine unasikia sauti za kitu fulani, hujui ni nini. Upo wakati kwenye maisha unapitia hali kama hii, huoni mbele. Leo nataka nikuambie, Zaburi ya 91 inakuambia huna haja ya kuogopa vitisho vya usiku. Hujui hatima yako, hujui hatima ya maisha yako, huna haja ya kuogopa. Kuogopa kwako hakubadilishi kwamba tayari tukio limetokea. Kuogopa kwako hakubadilishi ukweli ya kwamba tayari umeambukizwa virusi vya HIV. Ukweli uko pale pale. Wadudu wapo. Ufanye nini sasa? Nenda kwa Yesu Kristo. Huyu Mungu ambaye nakuambia habari zake, ana uwezo wa kuamuru virusi vikatoka kwenye damu yako na vikapotea milele. Ana uwezo huo. Hakuna kinachomshinda Mungu. Huyu Mungu anaweza kabadilisha, lakini kwa wakati huu hujui atafanyaje. Sio kazi yako. Kuna vingine hata akikusimulia hutamuelewa. Huna haja ya kuogopa vitisho vya usiku. Huna haja ya kuogopa wale ambao wamekuambia hutoboi. Huna haja ya kuogopa wale ambao wamekuambia hutamaliza masomo yako. Huna haja ya kuogopa maneno ya watu waliokuambia kwamba hiyo dhambi hutaishinda maana ni ya ukoo wenu. Wewe humilikiwi na ukoo, wewe ni mtoto wa Mungu. Huna haja ya kuogopa. Huna haja ya kuogopa. Ni kweli kuna vitu vinaitwa urahibu, addictions. Lakini kwa Mungu anaweza akabadilisha addiction, urahibu wako kabadilika na kuwa matendo mema. Anaweza. Mungu yupo nasi wakati wa giza letu, akivunja hofu na kuleta nuru yake. Uwepo wa Mungu unazima hofu zetu, akizinyamazisha kwa amani yake. Kujua kwamba yuko karibu kuna turuhusu kukabiliana na mambo yasiyojulikana kwa ujasiri. Ukijua yupo, huna wasiwasi wowote. Hebu piga picha. Umelala kwenye chumba na unasikia majambazi wamevamia kile chumba. Lakini katika kile chumba ulipolala, pale mlangoni pale, kuna makomando wa jeshi la wananchi wa Tanzania 3, nao wamelala hapo. Unaogopa nini? Nini unachoogopa? Ni kweli majambazi hujawaona, lakini umesikia wanavunja nyumba. Tumaini lako umeliweka wapi? Unasema hata kama wakija kuna makomando wako hapo. Wako hapo, hakuna shida kabisa, hakuna tabu. Wako hapo, wako hapo. Ukielewa kwamba wako hapo, huna wasiwasi kabisa. Nakumbuka nilikuwa nahubiri kwenye nchi moja ambayo naihifadhi. Katikati ya mahubiri nikaona magari ya jeshi yanaingia matatu. Wanashuka vijana wenye nguvu na silaha zao. Kidogo mafungu ya kimbia akilini. Mimi natokea Tanzania, nchi yangu, ambapo ukiona wanajeshi
hata ukiwaambiwa kwamba watafanya usafi kesho, unawaza mara mbili, ni usafi au kuna jambo lingine. Sisi hatuna hiyo migogoro. Nikaanza kuchanganyikiwa. Mchungaji wangu mwenyeji alivyoniona kwamba kana kwamba anaanza kubadilika, akaja kunongoneza pale pale, akaniambia, mchungaji, endelea kuhubiri kabisa, kuna mkubwa mmoja wa jeshi yuko hapa, amekuja kusikiliza mahubiri na hao ni walinzi wake. Ina maana hata kama nikisikia kuna watu wamevamia mkutano, tayari unajua kuna usalama huko pale. Naongea kwa jinsi ya kibinadamu. Kitendo cha kujua ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe, huna haja ya kuogopa vitisho vya usiku. Eti hulali kwa sababu bundi amelia, eti hulali kwa sababu kuna panya amekatiza na anaongea. Hata kama panya apite juu ya dari, hata kama ni muone anakatiza, na tena panya unamsikia panya kabisa anakuambia habari yako, panya anaongea habari yako, nitaendelea kulala kwa sababu kwanza najua panya hawaongei. Kwa hiyo najua kabisa huyu sio panya, hii ni nguvu ya giza. Na kwa sababu ni nguvu ya giza, mimi ni mtu, siwezi kupambana na nguvu za kimazingira kama kwa nguvu zangu. Niko salama mikononi mwa Yesu Kristo. Ukielewa ya kwamba katika mikono yake uko salama, hutaogopa chochote. Ni mshale gani au ni kitisho gani unachokisikia sasa hivi? Unapitia usiku gani katika maisha yako? Mungu yuko pamoja nawe. Zingatia ile ya kwanza kabisa, ni maamuzi ya kuwa chini ya utawala wa Mungu. Unapokumbana na hofu, hasa wakati wa usiku, kumbuka kwamba Mungu yuko macho, yeye halali, anakulinda. Kabla ya kulala, soma Zaburi ya 91 kama sala yako na kwa ajili ya wapendwa wako, ukimwomba Mungu akutunze, akulinde, iache familia yako katika usalama. Kwake Mungu kuna usalama. Wakati lile jengo la Kariakoo linaporomoka, nilikuwa nipo katika ibada. Tumemaliza tu ibada pale, nikaanza kuona mtu mmoja amenitumia message. Kuna ndugu yangu ni kati ya wale ambao wako katika yale maporomoko, wamefukiwa pale. Sijakaa sawa, nakuta mtu mwingine anatuma message. Sijakaa sawa. Siku ile nilipokea message zaidi ya 40 za watu mbalimbali ambao wananisimulia kwamba kuna ndugu wako chini, kuna ndugu wako hapo, kuna ndugu wako hapo. Lakini iliyonigusa kuliko zote ni ya mmoja ambaye alikuwa yuko pale chini. Anaambia, pastor, tumefukiwa, ni giza, hewa ni nzito, na kutumia tu ujumbe huu, sijui utauona saa ngapi, lakini na kutumia ujumbe huu, niombe. Nilipo na zile message, hii ndio ikanigusa kuliko zote. Nakumbuka niliposti katika peji yangu, tuendelee kuwaombea watu hawa. Lakini nilisoma Zaburi ya 91 yote mpaka nikaimaliza. Nilikuwa nimeshikilia tu simu yangu hivi. Na wakati naisoma, nilikuwa nimejenga picha akilini mwangu ya lile jengo na watu walioko ndani. Nikajiona kwa imani kana kwamba na mimi ni mmoja wapo kati ya watu walioko pale ndani, nikiomba ulinzi kwa ajili ya watu walioko mle ndani. Zaburi ya 91 nimekuwa nikirudia sana sana sana, na nitaendelea kuirudia mpaka mtu wa mwisho atakapotoka katika ile ardhi ya Kariakoo akiwa amefungiwa pale. Wa mwisho atakapotoka, ndipo nitamaliza hii Zaburi. Naendelea kuisoma, hata leo naendelea kuisoma. Na maombi yangu yapo kwa wale ambao wako bado mle ndani, ambao wako hai, na wale ambao wanafanya kazi ya kuokoa. Maombi yangu yapo kwa familia ambazo wapendwa wao wamepoteza maisha. Zaburi ya 91, kwa sababu athari ya kumpoteza mpendwa inaweza kuwa ni mshale kwa huyu aliyeko hai, ikamletea msongo wa mawazo, ikamletea pressure, ikamletea kisukari, ikamletea depression. Hata wao pia nawasomea Zaburi ya 91 hii. Najua kuna ambao wananitazama, familia yako, mpendo wa karibu amepotea. Keti katika uvuli wa Mungu Mwenyezi sasa. Usiogope. Hatima itakuwaje? Usiogope. Huna haja ya kuogopa vitisho vya usiku. Huna haja. Katika lile fungu la 7 anasema, ndio hii ambayo namshukuru.
Hii ndiyo ambayo nakumbuka nilimkazania sana yule ambaye nilipata wasawa kuchati naye angalau kwa muda mfupi akiwa yuko kule chini. Nikamwambia hata watu 1000 wakianguka upande wako, baa halitakukaribia. Shikilia hii zaburi ya kwamba usije ukatishwa kwa kumwona mwenzako hapa ameangukiwa na kifusi, amekata roho, ukasema na mimi ndiye nayefuatia hapo. Hata watu 1000 wakianguka. Unajua kuna wakati tunapambana na majanga halisi kabisa, korona, majanga halisi kabisa kutisha, virusi vya kutisha kabisa, ajali za kutisha kabisa, na unaona hapa kuna mwenzako anakata roho, upande huu mwingine unamwona kabisa anakata roho. Sikiliza, usije ukatishwa kwa kuona tukio limempata mtu mwingine. Wewe simama upande wa Mungu Mwenyezi, simama pale pale. Hata watu 1000 wakianguka, baa halitakukaribia. Ahadi hii inakuhakikishia kuwa mkono wa Mungu wa ulinzi ni maalum na wa makusudi. Mkono wa Mungu wa ulinzi unaweka mipaka ambayo hakuna madhara yanaweza kuvuka. Hii inamaanisha kuwa wewe haina maana ya kwamba, haimaanishi kwamba hautakutana na changamoto, hapana, lakini inakuhakikishia ulinzi wa Mungu kibinafsi. Ni kana kwamba Mungu anachora mduara akisema kwamba majanga usije ukakatiza hapo kwa mtoto wangu. Wakati unajikuta ukiwa umezungukwa na matatizo, tumaini kwamba Mungu ameweka mpaka wa ulinzi kwako. Tumaini. Wakati shetani anakwenda kumshambulia Ayubu, nenda ukafuatilie kile kisa vizuri. Ayubu anarudisha ripoti, anasema umemzunguka pande zote. Ni kana kwamba kuna moto unazunguka pande zote. Kuna moto tunapojaribu kupenya, kuna moto unayenitazama. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, moto wa Mungu na ukazunguke biashara yako. Moto wa Mungu na ukazunguke watoto wako. Moto wa Mungu na ukazunguke nyumba yako. Moto wa Mungu na ukazunguke eneo uliko sasa hivi. Moto wa Mungu na ukakuzunguke hapo ulipo sasa hivi. Moto wa Mungu, ulinzi wa Mungu ukakuzunguke sasa hivi. Hofu yote ikaondoke kwa jina la Yesu Kristo, na hili likatimie katika maisha yako. Ninaona watu wakiandika shuhuda mbalimbali, wakiandika kile ambacho kimetokea katikati ya somo sasa hivi linavyoendelea. Endelea kuandika ushuhuda wako, endelea kueleza kile ambacho Mungu anafanya, endelea kuandika maombi yako hapo kwenye chatting, endelea kuandika. Mungu anakwenda kutenda sawasawa na wingi wa fadhili zake. Fungu la 11, atawaamuru malaika zake. Kutajwa kwa malaika kunatukumbusha kwamba hatuko peke yetu. Malaika ni wajumbe wa Mungu wakituangalia kwa uangalifu na utunzaji. Wako malaika. Malaika wa Mungu wanakulinda wakiwa wamesimama kati yetu na madhara. Hutawaona kwa macho. Malaika hawako mbali, wapo karibu nasi wakituhudumia kwa njia tusizoziona. Wapo. Rafiki yangu, mimi sijui unapitia kitu gani sasa. Inawezekana muda si mrefu na kwenda kufanyia operation na daktari. Inawezekana operation yako ni kesho. Inawezekana ni kesho kutwa. Waone malaika wakiwa pembezoni mwa madaktari. Waone malaika wakiwa katika maumbo ya manesi, wauguzi. Waone malaika wakiwa katika umbo la daktari, akiwa anakusaidia. Mungu atakuagizia malaika zake. Ni mara ngapi malaika wa Bwana wamekuja katika maisha yetu katika maumbo ya kibinadamu? Ni mara ngapi malaika wa Bwana wamekuja katika maumbo ya watu ambao tuliwatarajia, watu ambao tulifikiri ni wao, lakini kumbe ni malaika wa Bwana. Ni mara ngapi malaika wa Bwana wamekuja hata wakati wa usiku katika ndoto. Malaika wa Bwana akamtokea Mariamu akamwambia. Malaika wa Bwana akamtokea Yusufu akamwambia usihofu, usije ukamwacha Mariamu. Alimtokea katika ndoto. Malaika wa Bwana alimtokea Labani alipokuwa anadhamiria kumharibu Yakobo, kumwangamiza Yakobo, akamwambia amenitokea usiku akaniambia. Wakati fulani malaika wa Bwana amekuja katika maumbo ya watu tunaowafahamu na wakaondoa magonjwa katika maisha yetu. Nimeshuhudia watu wengi wakishuhudia mambo haya. Wengi sana, wengi sana. Malaika wa Bwana, malaika wa Bwana, malaika wa Bwana, malaika wa Bwana. Unapokutana na hali ngumu, fikiri malaika wakikuzunguka. Kumbuka kwamba wajumbe wa Mungu wako upande wako wakikulinda dhidi ya hatari zisizoonekana. Anza kila siku na ombi la ulinzi wa malaika na maliza kila siku kwa shukrani kwa uwepo wao. Maana wamekulinda. Wamekulinda hata wakati wa usiku. Wamekulinda. Wamekulinda.
Wamekulinda rafiki yangu, wamekulinda. Hata nao ni shahidi, wamekulinda. Malaika wa Bwana wameamriwa waje wakulinde. Fungu la 14, nitamwokoa yule anipendaye. Natamani hili uweze kulipata vizuri sana. Nitamwokoa yule anipendaye. Fungu la 14, neno la Kiebrania chashak linaonyesha upendo wa kimahusiano wa karibu na wenye shauku kwa Mungu. Nataka ulielewe vizuri hili neno. Anaposema kwamba anipendaye, limetumika neno chashak ambalo ni upendo wa kuganda, king'ang'anizi. Wow! Ukisikia mtu ni king'ang'anizi, ndio neno linatumika hili hapa. Unasikia mtu anakuambia, kwa mfano katika uchumba, anakuambia nimejaribu kumwambia kila kitu lakini bado anang'ang'ania. Chashak. Ukitaka ujue huu upendo chashak maana yake ni nini, angalia wakati yule mwanamke Mkananayo anamwambia Yesu, binti yangu anaumwa, naomba amepagawa na pepo, naomba uweze kumtoa. Sikia kauli ya Yesu, sikutumwa isipokuwa kwa kondoo wa Israeli waliopotea. Ina maana anamdiscourage, usinihangaishe mama, wewe kwanza sio Mwisraeli. Yule mama akaendelea kukomaa, chashak, anaendelea kung'ang'ania. Ni king'ang'anizi hapo, ni upendo wa kung'ang'ania ambao huwezi kuachia. Upendo ni aina ya upendo ambapo hata kama unaona kana kwamba unapelekwa mbali, lakini unang'ang'ania. Mungu anasema wanaoning'ang'ania nitawaokoa. Kuwa king'ang'anizi. Mpende Mungu kwa shauku, kwa hamu. Daudi kipenzi cha Mungu, kuna saa alikuwa anaenda kupigana vita huko porini, anamisi hekalu la Mungu, mpaka anasema jambo moja nimelitamani, nalo nitalikamia, nikae hekaluni mwa Bwana. Yaani mpaka ana hamu ya kumwendea Mungu, ana shauku ya ibada. Unasikia kiu ya kufanya ibada, unasikia kiu ya kumwimbia Mungu, unasikia kiu ya maombi, unasikia hamu, unasema nimemisi kwenda kanisani, nimekuwa busy, nimemisi kwenda kusikia zile nyimbo, nimemisi kwenda kupiga magoti katika hekalu na kuomba. Kati ya waimbaji nao wapenda sana ni Ruben Kigame wa kule Kenya, na wimbo wake anaelezea hamu ya Daudi ya kumwendea Bwana. Anasema neno moja nimetamani, nalo nitakamia, nikae nyumbani mwake Bwana na kutazama milele. Naweza kawa nisiweke maneno hayo vizuri kama anavyoimba yeye, lakini anakamia kukaa kwa Bwana. Nitamwokoa nimpendaye. Wokovu wa Mungu unaahidiwa wale wanaompenda kwa dhati. Neno moja nimetamani, nalo nitakamia, nitaendelea hilo hilo, siachii. Mungu anaheshimu wale wanaompenda kwa mioyo yao yote, na anaahidi kuwaokoa katika kila jaribu au hatari. Unampenda Mungu juu juu au ni kwa moyo wote? Hata yeye mwenyewe anapoelezea katika Biblia anasema utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Ziko testing nyingi za kupima upendo wako kwa Mungu. Pale unapoambiwa uchague kati ya ajira au ibada, utachagua nini? Pale unapoambiwa uchague kati ya uhai au Mungu, utachagua nini? Kwani kinachofanya watu waende kwa waganga ijapokuwa wanaenda kanisani ni nini? Ni kwa sababu wameona kama vile atakufa na naona Mungu amsaidii, na wanatunga stori za maneno ambayo hata hayapo. Eti hata Mungu mwenyewe anasema jisaidie nami nitakusaidia. Halipo hilo andiko. Inapokuja hoja ya kuchagua kati ya uhai wako au Mungu, chagua Mungu. Anayefikiri ataiokoa nafsi yake ndiye atakayeiangamiza, na anayedhani anaiangamiza nafsi yake ndiye atakayeiokoa. Maana yake ni kwamba pale ambapo utakapoambiwa chagua kuabudu Mungu mwingine uuawe, uendelee kuishi, au muabudu Mungu wa mbinguni ufe, chagua kufa. Kwa sababu huyu Mungu ambaye unaambiwa kwamba ukimwabudu utauawa ndiye Mungu ambaye anamiliki uhai. Huyu Mungu ambaye ukiambiwa kwamba ukimwabudu utafukuzwa kazi ndiye Mungu ambaye ameshikia kura ya kila mmoja. Zaburi ya 16 anaishikilia kura ya kila mmoja. Hatima yako iko mikononi mwako. Huyu ndiye Mungu ambaye ameshikilia uhai wako. Unapoamua kwenda kupewa dawa ukapiga ramli ili usipoteze maisha yako, huyu Mungu ndiye ambaye ni ufufuo na uzima.
Yesu anasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mungu akisema uishi, hata kama huna chakula utaishi. Ndiye aliyemshikilia Musa siku 40. Ndiye aliyemshikilia Elia siku 40. Ndiye aliyekuwa na Yesu siku 40. Uhai wako sio chakula unachokula, bali ni Mungu akitamka uishi. Umemsaliti Mungu kwa kujidai unatetea uhai wako, ukaabudu miungu mingine. Leo ninakuitishia wito wa toba. Umepewa nafasi nyingine, usichezee. Nitamuokoa anipendaye. Nitamuokoa. Nitamuokoa anipendaye. Ndicho Mungu anachokisema. Lakini pia anasema nitamlinda. Nitamlinda. Mungu haishii tu kukuokoa, analinda mtu wake, anamuinua juu zaidi kuliko upeo wa adui kumfikia. Sio hoja tu ya kukuokoa. Mungu atakuokoa, lakini pia atakuinua, atakupandisha, 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 atakupandisha. Anakupandisha katika level ambayo adui hawezi kufikia. Kupanda juu, nataka nisishindwe na adui, niuone utukufu. Unaendelea kupandishwa juu. Mungu anapokupandisha, anapokuokoa, anakuweka katika level ambayo adui hawezi kukufikia. Lakini kumbuka nikwambie, wakati unapopandishwa juu, adui ataendelea kubweka chini. Adui ataendelea kukungurumia chini. Na kama hujui, kuna wakati uko juu na adui anakupigia kelele, unatetemeka bila kujua adui Kwa hiyo Mungu haishii tu kukuokoa, anakuinua juu. Hizi kelele unazosikia za adui na nini, unaweza ukaogopa, lakini uko juu. Uko juu. Ngurumo unasikia, lakini uko juu. Rafiki yangu mchungaji Lemareka Kibasisi alinisimulia story ya bwana mmoja anaitwa Ole Kopito. Ni hadithi ambayo inasimuliwa katika jamii ya Kimasai, ambapo yeye na wenzake walikuwa wanaenda kumfukuza simba ambaye alikula ng'ombe wake mkubwa, ng'ombe wa Ole Kopito. Ole Kopito alikuwa yuko juu kabisa ya mti na nyama ile iko chini, ili amvizie simba anapokuja kula nyama tena, maana ameweka pale ile kiporo chake cha chakula, ampige pale pale. Lakini nasimuliwa kwamba wakati yule simba amekuja kula nyama yake masalia, na Ole Kopito yuko juu kabisa kwenye ule mti, akamwona simba. Simba akasikia harufu, akahisi kwamba kuna mtu yuko pale juu. Kwa simba kwa kaida yake akanguruma kwa kitisho kikubwa sana. Ole Kopito akatetemeka pale juu ya mti kiasi kwamba akadondoka, akamwangukia simba. Na simba naye anashtuka kwamba ni kitu gani kimeniangukia, naye akakimbia moja kwa moja. Ole Kopito anapiga kelele kwamba jamani, nimekwisha kabisa, lakini kumbe simba naye anaogopa. Katika maisha kuna wakati unasikia mgurumo wa adui kiasi kwamba pale juu ulipo unaweza ukaanza kutetemeka, ukadondoka chini. Usiogope. Adui ananguruma, lakini huko juu unalindwa na Mungu. Unalindwa. Neno la Kiebrania chashak ambalo umeliangalia kwamba ni ule upendo wa kung'ang'ania, upendo wa ukaribu, upendo wa ukaribu. Ukiwepo ule upendo wa ukaribu, Mungu anakunyanyua. Lakini anapokunyanyua ndipo kuna neno lingine linatumika kwenye hii Zaburi, katika hili shairi kuinua, linatumika neno la Kiebrania ambalo ni asagever. Maana yake ni kuinuliwa ili kulindwa. Sio kuinuliwa tu. Usije ukachanganya. Kuna kuinuliwa kwa cheo. Hii ni kuinuliwa ili uweze kulindwa. Uko juu. Inahusishwa kuwekwa mahali pa juu penye usalama. Kuna wakati Mungu anaruhusu kabisa ukitoka nje gari yako igongwe, ili mwanze kupambana na habari ya kutengeneza kaeneo kalikochubuliwa. Kumbe ulikuwa unainuliwa sehemu yenye usalama. Kuna tukio lilikuwa liko mbele, unaepushiwa. Lakini kabla sijamalizia somo la siku hii ya leo, natamani uweze kuona pointi muhimu sana ambayo imetajwa pale katika lile andiko. Amelijua jina langu. Yada. Kujua, kutambua, kuwa na uhusiano wa karibu. Akamjua. Mungu atusaidie sana. Kuna kufahamu jina la Mungu na kujua jina la Mungu. Siku zote Agano la Kale linapotaja jina inamaanisha tabia, utendaji. Kumbe ili Zaburi ya 91 uone matokeo yake vizuri, lazima ujue jina la Mungu.
Na tunaposema kujua jina la Mungu, watu wanakimbilia tu kwenye habari ya Yahwe, Yehova Yire, Elohim, mambo kama. Sio nayoongelea hapa, naongelea yada, kujua kwa undani. Kujua sio kufahamu, kujua kwa undani. Unaweza ukamfahamu mtu lakini usimjue. Yada inahusisha maarifa ya kina. Kwa hiyo kwa upande wa jina la Mungu hapa ni maarifa ya kina ya jina la Mungu na uhusiano wa kibinafsi. Yohana 17 fungu la 6 anasema, jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Ni Yesu anaongea. Kumbe Yesu alikuja kudhihirisha jina. Huwezi kumkuta Yesu anasema Yahwe, Yehova. Hakuwahi kutaja hayo majina hata mara moja, ila alikuja kuonyesha tabia ya Mungu wa kweli. Ulinzi wa Mungu utakuwepo kwa kama una huu ufahamu. Niende zaidi ya hapo. Kuwa na bunduki au bastola haikupi ulinzi mpaka ujue namna ya kuitumia. Watu wengi wanamfahamu Mungu, lakini wachache wanaomjua Mungu. Yesu anasema, jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Pastor, unamaanisha nini? Mwanamke alikamatwa akiwa anazini. Torati nasema apigwe mawe. Yesu alifanya nini? Hilo ndilo jina la Mungu. Katika maisha yako ya dhambi ulipata magonjwa. Katika maisha yako ya dhambi ulipata majeraha. Katika maisha yako ya dhambi una mambo mengi uliyoyafanya ambayo yanakuumiza kwenye maisha yako. Ukijua kwamba Mungu jina lake ni nini, utajua namna ya kuondoa madhara ambayo uliyapata katika maisha yako ya dhambi. Utajua. Tuendelee kuangalia kitabu cha Kutoka sura ile ya 33 fungu la 19. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nimfadhilie, nitamrehemu yeye nimrehemuye. Fungu lile la sura 34 fungu la 5, ndipo tuanze kuona jina lake la Bwana ni jina gani ambalo anasema hili ukilijua utalindwa. Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Fungu la 6, Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Kabla sijaenda fungu la 7, rudi pale juu katika Kutoka 33 fungu la 19. Turudi pale uone tena. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako. Hiyo ni Kutoka 33:19. Twende Kutoka 34 fungu la 5 na la 6 ili uone jina la Bwana ni lipi ambalo ukilijua hilo unalindwa. 34 fungu la 5, Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Lipi ambalo ukilijua unalindwa? Fungu la 6, anasema hivi, Bwana akapita mbele yake, akatangaza. Anatangaza jina Bwana, Bwana. Watu wanadhani hilo ndilo jina. Endelea kuliona. Mungu mwingi wa huruma. Haleluya. Jina lake ni mwingi wa huruma. Sio ana huruma, ila ni mwingi. Sio ana huruma 2 3 zimejaa, anakuhurumia. Ila shetani anataka kuonyesha kwamba Mungu hana huruma, ndio maana unaumia. Anaeleta maumivu ni shetani, anaeleta faraja ni Mungu. Mwingi wa huruma, mwenye fadhili. Fadhili maana yake ni nini? Ni kupewa kitu ambacho hujakifanyia kazi. Je, umehakikishiwa ya kwamba magumu unayopitia ni matokeo ya matendo yako? Ni karma inakulipa, ni matendo yako mabaya unalipwa, unavuna. Nenda kwa Mungu mwenye fadhili, atakusaidia. Mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Hata we ni shahidi. Mungu angekuwa ni mwepesi wa hasira, hii dunia tusingekuwa hapa leo. Dunia ambayo kuna wachungaji wamediriki kutangaza kwamba wao ni mashoga huko katika nchi zinazoendelea, na wengine hata hapa kwetu, lakini bado Mungu anawaacha tu.
Ingekuwa Mungu ndio wewe, si ungewaangamiza usiku huo huo? Kesho yake anaamka hayupo. Mungu mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, pamoja na fadhili na rehema na huruma. Mungu ni mkweli. Fungu la 7, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi. Vitu vitatu. Kuna tofauti ya uovu, dhambi na makosa. Vyote hivyo anavisamehe. Wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Hayo ya mwisho ndiyo mabaya, lakini angalia mafungu yote haya. Katika yote niliyoyataja, katika tabia zake zote ambazo nimetaja, tabia zake zote ni nzuri tu, ni nzuri. Unaanza kuangalia hizi negative, ni chache ambazo zinafuata huko chini, na ambazo hizi anazitenda ili kupambana na dhambi, sio kwa sababu anakuchukia. Narudi haraka maana nakaribia kufunga somo hili ili uweze kuelewa. Angalia sehemu ya kwanza ile. Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma. Hiyo ni nzuri. Mwenye fadhili, hiyo ni nzuri. Si mwepesi wa hasira, hiyo ni nzuri. Mwingi wa rehema, hiyo ni nzuri. Na kweli, hiyo ni nzuri. Mwenye kuwaonea huruma watu elfu, ni nzuri. Mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, hiyo ni nzuri. Si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia. Hiyo ndio tunaanza kusema pabaya hapo. Lakini angalia ilivyo, pamoja na wema wote atatenda kwa haki uovu wako, akiutendea kama uovu wako. Lakini uzuri wake, anajua kutofautisha kati ya wewe na uovu wako. Kwa hiyo kuna mambo unayoyapitia unayaona ni mabaya, lakini kumbe ni namna yake ya kuitoa dhambi katika maisha yako. Sio nia mbaya. Anapokuadhibu sio kwamba anakuchukia, ni ili kuing'oa dhambi katika maisha yako. Unaposikia anasema, kwa kuwa amelijua jina langu, unanitazama, haijalishi dhambi zako ni nyingi kiasi gani, yuko tayari kukubeba na kukusaidia. Dhambi zako ni nyingi kama mchanga wa bahari, ni nyingi kiasi hicho, yeye ni mwenye huruma. Hakuna kazi ambayo Mungu hawezi kukusaidia kuitenda, na hakuna uovu ambao hawezi kusamehe, na hakuna ugonjwa ambao hawezi kuondoa. Zaburi ya 91 ikakuletea ulinzi na amani katika maisha yako. Mimi sijui unapitia kitu gani sasa. Mwambie Yesu sumbuko lako. Rafiki yangu unanitazama, endelea kutuma maombi yako kwa njia ya namba hiyo. Wale ambao mnanitazama kwa njia ya YouTube sasa hivi, endelea kuandika maombi yako hapo, endelea kuandika maombi yako. Endelea kuiandika tu, kwa ajili yako wewe mwenyewe, kwa ajili ya mtoto wako, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya ndugu yako. Wewe ambao unatuma ujumbe kwa ajili ya ugonjwa, Bwana anakwenda kukutendea sasa hivi. Kwa ajili ya changamoto kazini, Bwana anakwenda kukutendea sasa hivi, anakwenda kutenda. Na tunapoingia kwenye maombi sasa, jiweke mkao wa maombi sasa. Katika mazingira yote uliopo, jiweke mkao wa maombi sasa. Ninaenda kuomba kwa ajili yako sasa. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya somo la leo. Asante kwa ajili ya Zaburi ya 91 ambayo leo tumeisikia, na jinsi ambavyo inaleta baraka, jinsi ambavyo inatulinda. Sijui mtoto wako anayenisikiliza yupo katika mazingira gani, yupo katika mishale ya namna gani, yupo katika mashambulizi ya namna gani. Naomba ukamwekee ulinzi wako, naomba ukamlinde. Hofu ya usiku isije ikamchukua kiasi kwamba akasahau ya kwamba wewe ni Mungu. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa, ninaomba kwa ajili ya wale ambao wanapitia changamoto katika ndoa zao, ninaomba kwa ajili ya wale ambao wanapitia changamoto katika biashara zao, wanaopitia changamoto katika maeneo ya kazi hatari, wanaopitia janga la mauti. Kuna mtu katika masaa yuko hospitalini, kuna mtu katika masaa yamefunikwa na kivuli cha mauti. Naomba ukapate kumtunza na kumlinda. Wako waliofungwa na nguvu za giza katika masaa haya, ninaamuru kila aina ya pepo wachafu waliofunga mtoto wa Mungu yeyote, enyi pepo wachafu, mkamwachie kwa jina la Yesu Kristo. Ewe ugonjwa, ondoka tumboni. Ewe uvimbe, ondoka katika hilo tumbo. Wewe ugonjwa katika damu, ondoka kwa jina la Yesu Kristo. Wakawe huru, maana
wamekazana kumpenda Mungu wa kweli. Baba, ukamtimizie mtoto wako huyu Zaburi ya 91 yenye ulinzi na usalama, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Endelea kufuatilia vipindi hivi, na wewe ambao umesikiliza somo la leo, tuma linki hii kwa watu walio wengi sana, ili ushiriki baraka hizi. Bwana akubariki. Tumesikia